Naitwa Dr. Nestor Masalu, ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani na ni mkuu wa idara ya saratani katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Sasa hivi tuna madaktari bingwa wa matibabu ya tiba, tuko wawili, mimi na daktari mwingine. Bingwa wa matibabu ya mionzi yupo, bingwa wa matibabu ya saratani za watoto yupo. Tunataka kupeleka madaktari wengine kwa ajili ya kujifunza tiba za kisasa, kwa sababu mashine kila siku zinabadilika kama magari. Kwa matibabu ya mionzi ya kisasa, pia tunataka kupeleka madaktari wengine kwa ajili ya matibabu yale ya wagonjwa wenye maumivu, yani wale ambao hatua ni za mwisho. Kwa sababu serikali sasa hivi imetenga budget kwa ajili ya madawa. Madawa ilikuwa ni shida sana. Madawa ya saratani ni gharama sana. Lakini serikali imetenga budget kwa ajili ya dawa za saratani. Kwa hiyo issue itakayohusiana na matibabu ya kemikali kwa dawa, serikali imelichukua. Matibabu ya mionzi kwa yule ambaye hana bima, wananchi wategemee kwamba watakuja watapata matibabu ya mionzi bure. Cha muhimu kwa mwananchi ambaye atakuwa sasa hajagundulika na saratani, ni vizuri sana mwananchi akawa ana bima ya afya, kwa sababu huduma zingine zote kabla hujapata hizi tiba utazilipia. Mpaka utakapogundulika na saratani ndio utaanza kubenefit hizi huduma za bure. Tunatoa elimu, tunafanya screening kwa maana ya uchunguzi wa awali, tunafanya diagnosis kwamba tujue kweli ana saratani, baadaye tunamfanyia staging ili kujua saratani imefikia hatua gani, baadaye tunampangia matibabu gani apate, ya kemikali au ya mionzi. Lakini mbali na hapo, vile vile tunatoa tiba shufaa ambayo hiyo tunaita palliative care. Lakini vile vile katika idara hii tunafanya utafiti, kwa sababu saratani tunazoziona sio saratani wanazoziona Marekani. Kwa sababu inatuumiza sana, mgonjwa amekaa nyumbani mpaka anafika hapa kwetu amechelewa, amefikia saratani hatua ya 4. Wakati ile saratani ingeweza kugundulika kama saratani ya shingo ya mfuko wa kizazi, inagundulika. Saratani ya ini kuna chanjo. Vyote hivyo vinawezekana kabisa vikakingika. Na kama sisi ambao sasa tulisoma, hatukusoma Tanzania, tulisoma nje ya nchi, tulikuwa tuzione hizo saratani. Mimi nimesoma Italy miaka yote. Saratani ya shingo ya mfuko wa kizazi kwa miaka 5 niliokaa niliona moja. Lakini hapa katika wagonjwa 10 utakaowaona, 6 watakuwa na saratani ya shingo ya mfuko wa kizazi, ambayo inawezekana uchunguzi wake ukafanyika mapema. Kwa hiyo inatusukuma kwamba sasa waje mapema. Lakini vile vile katika wagonjwa wote wanaokwenda kwenye taasisi ya Ocean Road kwa matibabu ya saratani, karibu nusu, 50% wanatoka kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tunapunguza mzigo kule. Wakifika kule wanakaa hotelini, wanasubiri matibabu. Kwa nini tusiwawekee huduma karibu? Hii ni phase 1 ambayo serikali ilitoa shilingi bilioni 7 kwa ajili ya kujenga vyumba ambavyo tunaviita bunkers kwa ajili ya kusimika mashine za mionzi. Ukiangalia nafikiri unaona hizo milango ya chuma, ndani yake ndio tuna hivyo vyumba ambavyo ukuta wake unaweza ukazidi mita moja kama na nusu hivi ya zege kuzunguka chumba chote. Hiyo ni kuzuia mionzi isiende
kwa mtu asiyehusika, na hii ndio milango sahihi vile vile kuzuia mionzi isitoke nje ya kile chumba. Kwa hiyo ndani ya hili jengo zima bilioni 7 ya serikali imetumika, na ndani ya miezi 24 jengo hili likawa limekamilika. Sasa tunaweza tukaingia chumba kimoja ambacho hakina mashine, mka appreciate huo unene wa ukuta. Kwa hii ni lead, ni mlango ambao hautoi mionzi kabisa. Hamna mionzi utakaotoka hapa. Naweza tukaingia ndani mkaona. Kwa hii yote ni zege. Hii ni zaidi ya mita na kitu, si ndio? Ni zege. Kwa mashine inayokuja inasimikwa hapa. Sawa? Ikishasimikwa hapa hiyo mashine, mtu anayekuwa na control mashine anakuwa nje. Tutaona kwenye chumba kitakachofuata, lakini nataka tu muone kwamba jinsi chumba chenyewe kilivyokaa. Kwa hiyo hiki kinaweza kikachukua mashine yoyote. Kuna mashine aina 2 sasa hivi. Cobalt, mashine inaitwa Cobalt 60, ni kwa ajili ya matibabu ya baadhi ya saratani, lakini vile vile inaweza ikachukua mashine ya linear accelerator ambayo ni mashine ya kisasa zaidi. Na ndio maana nilisema tunampeleka shule kwa ajili ya kusomea matibabu ya hizo mashine za kisasa zaidi. Kwa hiyo tunaenda tuone sehemu ambapo ukishampata mgonjwa huanzi kumtibu tu moja kwa moja. Inabidi kwanza umfanyie mpangilio. Pradumna, can you open the simulator? Ya, sasa tunaingia kwenye mashine ambayo huwa baada ya mgonjwa kugundulika kwamba ana saratani, kuna mashine ambayo lazima tufanye mipango ya matibabu. Sasa hii ni mashine ambayo inatoa mionzi ya kawaida tu, low dose. Kwa hiyo mgonjwa atalazwa hapa. Akilazwa hapa, ile saratani yake inapigwa x-rays, ni series za x-rays, and then zile series za x-rays zinasomwa. Tukiangalia hapa, wanazisoma kwa kutokea hapa. Wakishazisoma kwa kutokea hapa, then wana plan zile x-rays zao ili hiyo mionzi ya tiba iliende tu kwenye ile saratani, isiende kwenye tishu zingine. Kwa hiyo ni mashine ya planning. Inafanana na mashine ya tiba, isipokuwa yenyewe haina mionzi ya tiba. Kwa sababu wagonjwa tunaowapata ni wengi. Sasa hivi wagonjwa wapya tunakaribia wagonjwa 1000 kwa mwaka. Kwa hiyo kwa hadhi yetu kama hospitali ya kanda ya rufaa ya Bugando, ilikuwa ni mashine bora kabisa kuwa nayo. Baada ya zile series za x-ray tulizoziona wanazozipata pale, wanazituma kwenye mashine kwa sababu ndio zimefanya planning. Zikija kwenye mashine ndio wanazitumia kwenye matibabu. Ule mtu anayeoperate mashine anakuwa amekaa hapa. Mtu anayeoperate mashine anakuwa amekaa hapa, mgonjwa anaingizwa ndani. Kwa hiyo baada ya kufanya ile mipango ya matibabu kwenye kile chumba tulichotoka mwanzoni, hiki ndio chumba ambapo mgonjwa anakuja kupata matibabu. Na yule operator anayempatia matibabu anakuwa amekaa hapa na anamuona mgonjwa. Utaona ni mashine kama ile ile. Kwa hiyo chumba, unaona size ya ukuta tunaozungumzia ni ule ule. Na hii ndio mashine yetu. Hii ni mashine kubwa sasa. Mashine kubwa ambayo inaitwa Cobalt 60. Kwa hiyo yule mgonjwa anakuja, analazwa hapa, kitanda kinasogezwa kufuatana na zile plani zilizofanyika kwenye kile chumba tulichokiona mwanzoni cha simulator. Mgonjwa akisha lazwa hapa, yule anayeoperate anatoka nje,
mionzi iko hapa, cobalt source iko hapa. Mgonjwa anapata dozi yake, akishapata dozi yake ndani ya dakika 15-20 anakuwa amemaliza, anatoka nje. Kwa hiyo hizi zinazosomeka hapa ni zile alignments ambazo mgonjwa alipimwa kwenye kile chumba tulichosema chumba cha kufanyia mipango ya matibabu. Kwa hiyo hizi alignments ndizo kitanda kitakavyokaa ili hii mionzi inayotoka hapa iende kupiga tu pale panapohitajika na kuacha zile sehemu ambazo hazihitajiki. Kwa hiyo hii ni mashine inaitwa Cobalt 60. Hii mashine imetolewa msaada kutoka India, lakini bei yake ni $550,000 kwa siku. Hii mashine inaweza ikatibu wagonjwa mpaka 40, lakini kama zile zilizokuwepo Ocean Road kwa sababu ya idadi ya watu ilikuwa inaweza ikafanya kazi masaa 24. Lakini sisi kwa sababu ndio tumeanza, bado tuna wagonjwa wachache, lakini tunategemea wataongezeka tukishajitangaza. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda mpaka 80 labda kwa siku. Sasa tumekuwa hospitali ya kanda ya rufaa ya Bugando ambayo tunaweza tukatoa huduma za kibingwa. Hizi ndio huduma za kibingwa zinazohitajika hapa Bugando. Sasa tunatoka kwenye hii mashine. Hii ni mashine ambayo nimewaambia kwamba inatoa mionzi ya nje, kwa sababu mgonjwa analala kitandani alafu unampiga kutokea nje. Kwa hiyo amelala kitandani, mionzi inatoka hapa, kitanda kina align kutokana na jinsi anavyotaka, unampiga mionzi. Lakini hii ni mionzi ya nje. Sasa tunaenda kwenye sehemu ambapo inabidi utoe mionzi ya ndani. Kwa mfano, ana saratani ya shingo ya mfuko wa kizazi. Kwa hiyo inabidi utoe mionzi ya nje. Baada ya kutoa mionzi ya nje, ndani pale inaweza ikawa imebaki kidogo saratani kwa ndani kwenye shingo ya mfuko wa kizazi. Sasa pale inabidi utoe mionzi ya ndani, ndio naenda kuwaonesha pale. Sasa hapa ndipo ambapo tunatoa mionzi ya ndani, lakini hiki ni chumba ambacho tunamwekea mgonjwa vitu vinaitwa applicators ili baadaye aende kupata mionzi. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kwamba kwa zile saratani zaidi, saratani ya shingo ya mfuko wa kizazi, yule mama utamweka hapa. Ukishamweka hapa analala, akishalala unaangalia ile saratani ya shingo ya mfuko wa kizazi iliyobaki ambao inahitaji mionzi ya ndani. Unaweka applicators zako hizo, halafu unampiga x-ray, unaziona kwamba applicators zimekaa vizuri na hazijaenda kwenye viungo vingine ambavyo viko karibu na shingo ya mfuko wa kizazi. Kama vimesha kaa vizuri, umeridhika navyo, unachukua zile images zako kutoka kwenye x-ray hapo, unaingia kwenye matibabu. Sasa tuelekee kwenye chumba ambapo baada hii applicator kuwa imewekwa, mionzi sasa anapewa. Kwa hiyo anatoka kule na kitanda chake kile ambacho amewekewa zile applicators, mnamhamishia hapa. Tunaingia kwenye hiki chumba kingine. Kwa hiyo anakuja na kitanda chake vile vile. Akiingia humu, kile kitanda kinawekwa hapa. Kikishawekwa hapa, kumbuka ule mama ana applicator, anakuwa ameshawekewa na tumeridhika imekaa vizuri kwenye shingo ya mfuko wa kizazi. Kwa hiyo kile kitanda kinakaa hapa. Sasa hizi probe ziko za aina tofauti tofauti, na hii ndio mashine yetu inayotoa mionzi. Kwa hiyo tunachukua yoyote ambayo itafix hapa, tunaileta hapa, tunarudi hapa tena. Yule mama yuko kwenye kitanda,
applicator hii imo ndani, tunamwekea, tunaichomeka hapa, tunawasha mashine, tunamwekea mionzi yake ya ndani. Ni dakika kama 15. Anakuwa amemaliza matibabu ya ndani. Hii ni ya siku 7, ile kule ni ya siku 5. Tiba yake inakuwa imeisha. Kama mgonjwa atafika kwetu ana hatua ya mwisho kabisa ya saratani, kitu kinachofanyika ni lazima uongee na ndugu. Unawaeleza ndugu kwamba huyu mgonjwa, hii ni hatua ya mwisho kabisa ya saratani, kwa hakuna tunachoweza tukakitoa zaidi ya tunaita improve quality of life, yani ile aishi bila maumivu. Maana vitu vinavyosumbua pale ni maumivu, mawazo, vitu vyote hivyo. Anakuwa anafikiria, anajiandaa kufa. Kwa anahitaji ushauri nasaha, na kama ana dalili zozote zitakazojitokeza basi zitibiwe. Dalili kubwa sana inayoongoza huwa ni maumivu kwa 70%. Lakini hizo dawa za maumivu tunazo, morphine, na tunazipata kutoka serikalini na tunazitoa bure. Kwa hiyo ndugu wanaambiwa na jinsi ya kumsaidia kwenye lishe, sababu ni mtu aliyekata tamaa sasa. Kwa hiyo tunampa dawa za maumivu, tunawaambia aina ya vyakula anavyohitaji kula, tunawaambia kwamba kama kutatokea na shida yoyote, dawa zimeisha, basi tunakuwa tunawasiliana. Uzuri ni kwamba ile nilichosema tiba shufaa, kuna watu wanaitwa watu wa huduma kwenye community, kwenye jamii. Wale ndio wanaenda wanamtembelea yule mgonjwa, wanatuambia anaendeleaje na wanatuambia nini anachohitaji. Basi sisi tunawasiliana na wale, wao wanakuja wanachukua anachokihitaji mgonjwa.